Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tunaandaa na kuratibu kikao kazi cha watendaji wa sekta za utamaduni, sanaa na michezo nchini kwa lengo la kujadili mipango ya utekelezaji wa sera, ilani, mikakati ya kitaifa na kimataifa katika ngazi ya miji, wilaya, mikoa na taifa. Kwa hivyo nimewaita hapa leo ili niwajulishe juu ya kikao kazi cha maafisa utamaduni na maafisa michezo kwa mwaka 2025. Hiki ni kikao cha 15 tangu kuanzishwa kwa vikao kazi hivi vya kimkakati ambavyo vilianza mwaka 2003. Kikao kazi hiki kitafanyika kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 25 April mwaka huu 2025 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Shabaha ya kikao kazi hiki ni kujadili, kuibua, kuimarisha na kuendeleza fursa za kimkakati zilizopo katika sekta ya utamaduni, sanaa na michezo. Shabaha hii inatimia kwa kuendeleza ushirikiano baina ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, yani TAMISEMI, pamoja na mamlaka zilizoko chini yao katika utekelezaji wa majukumu. Washiriki wa kikao hiki cha mwaka huu ni pamoja na makatibu tawala wa mikoa. Maanake huo ndio upekee wa kikao cha mwaka huu. Tutakuwa na makatibu tawala wa mikoa, tutakuwa na wakurugenzi watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa, yani wakurugenzi wa majiji, wakurugenzi wa manispaa, wakurugenzi wa miji na wakurugenzi wa halmashauri za wilaya. Watakuwepo kwenye kikao kazi chetu hiki, lakini pia tutakuwa na maafisa utamaduni wote wa nchi nzima. Tutakuwa na maafisa maendeleo ya michezo na watendaji wote kutoka sekta ambazo zinasimamia masuala ya utamaduni na michezo, sekta pamoja na taasisi zake. Ndugu zangu waandishi wa habari, mgeni rasmi katika tukio hili ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye atawakilishwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Kauli mbiu ya mwaka huu ni utamaduni, sanaa, michezo, msingi wa maadili ya Mtanzania, shiriki uchaguzi mkuu 2025. Kwa hiyo katika kikao kazi hiki tutakuwa na kauli mbiu hiyo, lakini pamoja na kauli mbiu hiyo kikao kazi chenyewe kitakuwa na mambo kadhaa, na kwa ruhusa yenu naomba niyataje yatakayofanyika kwenye kikao kazi hiki. Kwanza, tutakuwa na semina elekezi ya matumizi ya fursa za kiuchumi kwa jamii zitakazotokana na kuwapo kwa mashindano ya CHAN na AFCON. Wote mnafahamu mwezi wa 8 mwaka huu tutakuwa na mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani, yanaitwa CHAN. Inaitwa CHAN 2024, lakini kwa sababu haikufanyika mwaka jana 2024, itafanyika mwaka huu 2025 mwezi wa 8. Lakini pili, AFCON 2027. Kwa kuwa wadau hawa ndio wasimamizi katika ngazi za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, kikao kazi hiki ni fursa ya kuwajengea uwezo wa kuwaelimisha jamii na wadau kuchangamkia fursa za CHAN na AFCON zinazotarajiwa kujitokeza kwa wingi kutokana na maandalizi mazuri na mazingira bora kwa jamii kunufaika, ambayo yamewekwa chini ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kutakuwa na semina elekezi ya kusimamia maadili ya taifa katika ngazi za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Tunatambua kuwa dunia kwa sasa imekumbwa na utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia ambayo kimsingi serikali inahitajika sana katika maendeleo kwenye nchi. Lakini teknolojia hizi hazitakiwi kuja kuvunja misingi ya maadili yetu wa Tanzania ambayo imejengwa kwa kipindi kirefu na mababu zetu. Hivyo basi, semina elekezi inaenda kuwajengea uwezo maafisa hawa kuzingatia maadili ya Mtanzania katika sekta ya utamaduni, sanaa na michezo, na wapo manguli waliobobea katika ufahamu wa maadili wakiongozwa na waziri wetu, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi. Lakini pia tutakuwa na jukumu lingine litakalofanywa kwenye kikao kazi hiki ni kuzindua mfumo wa usajili wa wasanii wa sanaa na utamaduni, unaitwa AMIS.
Mfumo huu unakwenda kuongeza ufanisi wa shughuli za sanaa katika mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kwa kuwawezesha wadau na wasanii kuhudumiwa kwa haraka, kuibua vipaji vyao, kuhakikiwa kazi zao kwa haraka na kuondoa urasimu katika kazi za sanaa. Kwa hiyo wadau wote wa sanaa na utamaduni, pokeeni mfumo huu kama mkombozi wa kazi zenu, na utainua mapato yenu na kuimarisha kazi za sanaa na utamaduni nchini. Tumekuwa kwenye warsha juzi ya mfuko wa sanaa na utamaduni. Moja kati ya mambo ambayo tumeyazungumza ni juu ya kurasimisha kazi za sanaa. Kwa hiyo mfumo huu ni sehemu ya urasimishaji wa kazi za sanaa, na mfumo huu utazinduliwa katika kikao kazi hiki. Lakini pia tutatoa semina elekezi kwa makatibu tawala wa mikoa, wakurugenzi watendaji, maafisa michezo na maafisa utamaduni wa Tanzania bara kuhusu masuala mawili makubwa. Moja ni mkakati wa utunzaji na uibuaji wa fursa za kiuchumi katika sekta ya michezo, utamaduni na sanaa kwa mamlaka za serikali za mitaa na wananchi. Lakini pili, urithishaji na usimamizi wa misingi ya kitaifa ya maadili ya jamii, uzalendo na utaifa. Sasa jambo jingine kubwa litakalofanyika kwenye kikao kazi hiki ni kuzindua medali za mbio za masafa za kimataifa za Kiswahili kwa mwaka 2025. Mnafahamu wizara hii ndio inayosimamia taasisi inaitwa Baraza la Kiswahili la Taifa. Sisi ndio tunaosimamia Kiswahili katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa tutakuwa na medali za mbio za masafa za kimataifa. Tutazindua medali hizo katika kikao kazi hiki. Na kauli mbiu hapo inasema Kiswahili fahari ya Afrika. Mbio hizi ni sehemu mojawapo ya kuendeleza na kuitangaza lugha yetu pendwa ya Kiswahili duniani, sambamba na kuweka bayana kwa jamii, hususan wasomi, kuwa zipo fursa za kiuchumi katika ujifunzaji wa lugha ya Kiswahili. Hivyo ni vyema Watanzania kuchangamkia fursa hizo. Wasomi hawa wapo mikoani na katika mamlaka za serikali za mitaa, na ndio maana tunawajengea uwezo maafisa hawa ili nao waende kuwajengea uwezo na kuwaonesha wasomi na wanajamii kuhusu fursa hizi. Lakini pamoja na hilo, tutakuwa na masuala mengine yatakayojadiliwa katika kikao kazi hiki. Kutakuwepo kutoa tuzo kwa mamlaka za serikali za mitaa zilizofanya vizuri katika utekelezaji wa majukumu na vipaumbele mbalimbali vya sekta ya utamaduni, sanaa na michezo. Tuzo hizo zitaongeza chachu ya kiutendaji kwa mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye atakayetoa tuzo hizo. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania wote, tunawahamasisha waalikwa wote wakiwemo makatibu tawala wa mikoa, wakurugenzi watendaji, maafisa na watendaji wote wa sekta zinazohusika kushiriki katika kikao kazi hiki muhimu na cha aina yake ambacho kitatimiza dhamira na nia thabiti ya Mheshimiwa Rais ya kutaka uwekezaji zaidi katika sekta hizi kwa ajili ya manufaa ya jamii na kiuchumi kwa Watanzania wote uwezekane. Ni kikao kazi cha aina yake. Ni cha 15 sawa, lakini tumeshafanya vikao kazi vingi huko nyuma. Kikao kazi cha mwaka huu ni cha tofauti sana. Tunakifanya kwa siku 4. Na niwape na surprise nyingine. Siku ya 5 tutamalizia na Samia Serengeti Music Festival. Kwa hiyo maafisa utamaduni, maafisa michezo, wakurugenzi wa halmashauri, msipange kukosa. Hapa JNICC tutakapofanyia kikao kazi, tutakuwa na siku 3 za hizi mada ambazo nimezitaja zote zitakazotolewa. Siku 3, yani kuanzia tarehe 22, 23 na 24. Tuko hapo. Tunajadiliana, tunapeana mawazo, tunaulizana maswali, tunapeana majibu, tunaweka mikakati, tunamaliza. Siku ya 4 itakuwa kwa lugha ya Kikinga wanasema excursion. Maafisa utamaduni watakwenda kutembelea maeneo yetu ya michezo na utamaduni. Watakwenda uwanja wa Benjamin Mkapa, watakuja hapa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, watakwenda makumbusho ya taifa, watakwenda kuangalia viwanja vya Gymkhana. Baada ya hapo, maafisa utamaduni nisikilizeni vizuri, tutakwenda kukusanyika Coco Beach. Tutakula bata kufurahia kazi nzuri ambayo inafanywa na serikali kupitia sekta zetu za utamaduni na sanaa. Tutakula bata, niwaibie siri, wameandaliwa ng'ombe wa kutosha, kutakuwa na nyama choma ya kutosha na kila kitu.